Gani mpenzi mtazamaji, karibu katika YouTube ya kupendwa kabisa, YouTube ya kimichezo. Karibu tuzungumze mpira miguu, karibu tuongee yote yanayohusiana na mpira wa miguu. Tuna mengi ya kukwambia, tuna mengi ya kukueleza kwa kile ambacho kimetokea. Hii ni Mangala Update 24, channel yako pendwa kabisa ya burudani na michezo. Muda wote, kila wakati, basi utapata video zetu bora kabisa ambazo tunakuandalia kwa ubora wa HD. Unachotakiwa wewe kufanya ni kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu, ili wewe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo, taarifa ambazo zitakufanya uenjoy na ufurahie soka. Mengi yapo tumekuandalia, cha msingi kuwa wa kwanza kutazama YouTube nambari 1 Tanzania na barani Afrika kwa ujumla. Hapo jana mchezo ulotamatika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, moja ya mchezo mkondo wa kwanza uliochezwa jijini Misri. Mchezo huo ulionekana ukiwa bora kabisa na wenye utashi wa hali ya juu. Mchezo huo uliotamatika kwa klabu ya Al Masry kushinda mabao mawili. Hivyo itakuwa nafasi kwao kwa kutangulia mguu moja kwenda ndani. Klabu ya Simba wao wakiwa hawajashinda goli lolote na watalazimika kushinda magoli matatu ili tu wasonge mbele. Advantage kwa Al Masry, advantage kubwa kwelikweli, ambayo inaweza ikawa hatua ya kuwavusha kwenda katika hatua ya robo finali. Mchezo huo uliokuwa mgumu na kukata na shoka, mchezo ambao uliibua maswali mengi kwelikweli kwa klabu ya Simba, kwa kile ambacho kimeonekana kama ni uzembe ama utoto. Moja ya tukio ambalo lilokatisha tamaa ni lile la VAR kuchanganua ama kutoa maelezo ya goli hilo ambalo refa yeye alilikataa, lakini VAR ikaenda na ikathibitisha na kusema ni goli. Hapo ndipo klabu ya Simba ikatoka mchezoni kabisa na kuanza kupoteana. Matumaini ya klabu hiyo ikapotea kwa asilimia kubwa kwelikweli baada ya goli hilo kufungwa. Timu tukaona imekosa nguvu, imekosa morali, imekosa na hari kwa kile ambacho kilichotokea, kama kuzuka kwa sitofahamu ama mijadala kuwa mingi kwelikweli juu ya goli hilo. Lakini tunaona Simba imekuwa ikibadilika na kujijenga mara kwa mara hivi sasa. Mchezo hapo jana basi ni mchezo ambao ulionekana ukiwa mchezo wenye nguvu, wenye pressure, wenye kasi na weledi wa hali ya juu. Tukiangalia namna timu hiyo ilivyocheza, basi tunaamini kabisa endapo atakuja kwa Mkapa, basi lolote linawezekana. Simba kushinda magoli zaidi ya matatu inawezekana. Tutasubiri dakika 90 ambazo zinaweza kwenda kuamua kwa Mkapa nani atakwenda mbele, nani atarudi nyuma. Lakini imani yangu inaniambia kabisa klabu ya Simba bado ina nafasi ya kusonga mbele. Al Masry lazima atakufa kwa namna yoyote ile, lazima apigike. Nidhamu ndiyo kikubwa Simba kitakachowapeleka mbele ama kusonga mbele, kwa maana waliheshimu mchezo huo na kukubali mpinzani wao yuko nyumbani, kitu ambacho kitawafeva kwelikweli, na kuona dakika 90 za nyumbani Benjamin William Mkapa zinakuwa za kufa na kupona, na lolote linakwenda kutokea. Basi pia kunako mechi nyingine iliyopigwa hapa Tanzania, mechi ya ligi, basi inamaanisha NBC Premier League, mchezo ambao uliwakutanisha wapinzani wao Young African dhidi ya Tabora United, wachimba asali ama walima asali. Mchezo huo uliokuwa mgumu na kukata na shoka, lakini mwishowe Yanga kalipa kisasi cha goli 3-0. Moja ya goli bora kabisa lilopigwa na beki wake Israeli Patrick Mwenda, faulo ya moja kwa moja kabisa iliyowapa matumaini na Tabora kupata kilio. Goli lingine lilofungwa na tumeona mtoto wa Mpumalanga, tunamzungumzia Prince Dube, naye akishinda goli lake bora kabisa, goli zuri kabisa akienda wavuni.
tunaona kabisa ligi inachangamka, ligi inakuwa na morali, ligi inakuwa na mzuka, ligi inakuwa na hali ya juu. Ligi yetu ndio imeanza kama vile imefunguliwa, lakini tunaona timu zikizidi fanya vizuri, zikizidi chanja mboga. Young African anamkimbiza mwizi kimya, kwa maana anazidi kusonga mbele. Lolote linawezekana kutokea muda wowote. Matokeo hayo yanawafanya wao wazidi kukaa vizuri, wazidi kujimarisha ama kuelekea katika mfumo mzuri, matokeo ambayo yanatija kweli kwa upande wa Young African. Young African watamsubiri Simba ili kwenda kuona sasa hatima inakuwaje, nani anakwenda, nani anabaki, kwa maana mechi ya Simba na Yanga ndiyo itakwenda kuamua aidha Young African wapewe pointi 3 ama warudie mchezo huo na washinde. Kile ambacho kinaonekana ni ngumu kwa sasa hivi, kwa sababu mpaka hii leo bado majibu ya kasi yanakuwa na ukakasi na sitofahamu. Ila Young African ikiwa imebakisha mchezo dhidi ya Azam, mchezo ambao nao watatakiwa wahakikishe wanashinda mchezo huo ili kuzidi kulitoka lile gepu la kwenda katika mbio za ubingwa. Moja ya mchezo ambao utakuwa kuvutia ni Young African dhidi ya Azam FC. Huo ni mchezo kama vile wa fainali, lolote linaweza kwenda kutokea, chochote kinakwenda kutokea. Basi kunako huko nchini Misri, klabu ya Simba itaanza safari hii leo kurudi nchini Tanzania, lakini wakiwa wanarudi vichwa macho yote yakiwa chini kwa kile ambacho kimetokea. Matokeo siku zote huwa yanakuwa ni matatu tu: kushinda, kufungwa na kusale. Simba imekubali kufungwa, itatakiwa ije kujipanga katika mchezo utakaochezwa tarehe 9 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo huo utakuwa wa jasho na damu kuhakikisha Simba wanakwenda kusonga mbele, kuhakikisha ushindi unapatikana kwa Mkapa, kuhakikisha Simba wanakwenda kupata goli 3-0 ama 4. Je, itawezekana? Lolote itawezekana kwa maana tumeona Almasri wakiwa wanacheza, Simba walikuwa wanafanya kila aina ya mbinu, lakini mwisho wa siku janja na kubebwa pia imesaidia klabu ya Simba kutolewa katika hatua hizi kubwa kabisa. Pole Tanzania, pole Simba Sports Club, pole mnyama, pole mashabiki wote wapenda soka. Hii ni Mangala Update 24. Asante kwa kutusikia.